Aidha, tumelipokea kwa mshtuko mkubwa tamko la Rais Samia Suluhu Hassan la kuliagiza jeshi la ulinzi JW lijiandae kwa uchaguzi mkuu Oktoba 2025. Mshtuko wetu ni kwa kuwa suala la uchaguzi ni la kiraia na jeshi halihusiki na masuala ya kiraia. Ni kweli kwamba jeshi la polisi na usalama wa taifa yanatuhumiwa kwa kiasi kikubwa na wananchi kupoka haki zao katika uchaguzi mbalimbali. Lakini pamoja na hayo, kwa mujibu wa katiba ya nchi, wao ndio wenye dhamana ya kulinda uchaguzi wa kiraia. Jambo muhimu kwa Rais Samia ni kuzuia kile wanachokiona wananchi, majeshi hayo kushiriki siasa kwa niaba ya chama tawala. Aidha, kwa heshima kubwa tunatumia fursa hii kumuomba Rais Samia Suluhu Hassan atoe ufafanuzi wa kuhakikishia Watanzania na dunia kwa ujumla kwamba jeshi la wananchi JWTZ litaendelea na wajibu wake wa kulinda mipaka ya nchi tu na kamwe hataingilia uchaguzi mkuu ujao na mwingine. Tunatoa wito huo kwa sababu tungependa kuona muumini wa dini yetu tukufu ya Kiislamu, tusingependa kuona muumini wa dini yetu tukufu ya Kiislamu anahusika na yale yanayoweza kutokea pale jeshi la kivita linapoingizwa uraiani. Watanzania wengi kupitia uongozi wa kijamii, kidini, makundi ya harakati na vyama vya siasa wamekuwa wakilalamikia madhila na ukandamizaji unaotokana na mfumo huo wa siasa tuliouona huko nyuma. Katika muktadha huo, watawala wamekuwa wakionyesha njia mbalimbali zikiwemo za ulaghai za kuwasikiliza wananchi. Rais wa awamu ya 6 Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alikuja na muundo unaoitwa 4R, yani maridhiano, ustahimilivu, mageuzi, kujenga upya taifa. Rais alikusudia kutatua matatizo yaliyomo katika uchumi, siasa, haki za binadamu, sheria, usalama na mengine. Katika utekelezaji aliunda vyombo mahsusi, hasa tume. Hata hivyo, matokeo ya utekelezaji wa 4R hayaonyeshi makusudio ya 4R. Yale yaliyozungumzwa katika 4R hayatekelezwi ipasavyo, hayasimamiwi na wala hakuna tathmini ya utekelezaji. Kwa ufupi, 4R ndio mpango mkubwa wa rais wa awamu ya 6 wa kutatua matatizo makubwa ya taifa ambao unaonekana uko kimya. Tanzania ni taifa ambalo tunaweza kusema ndani yake kuna vita baridi dhidi ya baadhi ya raia. Madai hayo ni kwa sababu watu wanatekwa na kupotezwa moja kwa moja. Wengine wanatekwa na maiti zao hutupwa barabarani, mitoni, vichakani na kadhalika. Ripoti mbalimbali zinaonyesha waliotekwa na kupotezwa na kuuawa ni wengi mno. Ripoti moja iliyowasilishwa bungeni mwaka 2018 iliwataja raia zaidi ya 380 waliotekwa. Ripoti hiyo iliwatuhumu jeshi la polisi na kutaja tarehe na mahala walipowachukua raia hao. Ripoti nyingine iliwatuhumu idara ya usalama wa taifa kwa utekaji na kuhatarisha usalama wa taifa na raia. Ripoti hiyo pia iliwasilishwa bungeni. Katika vita hivi baridi dhidi ya baadhi ya raia, matatizo makubwa ni matatu. Moja, uwepo wa vikundi vya utekaji vinavyomiliki zana bora kama vile magari yenye nguvu, Land Cruiser, Noah na kadhalika, na vile vile vinamiliki silaha. Pili, kukosekana kwa mamlaka yenye uwezo wa kuvikabili vikosi hivyo. Tatu, bunge kama chombo cha uwakilishi wa wananchi kutohoji utendaji wa serikali katika swala hili linalohatarisha usalama wa raia. Nne, kushambuliwa viongozi wanaotetea raia wanaotekwa. Tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka 2025 tulipokuwa tukiandaa makala haya, mara tulipata taarifa ya kutekwa na kuuliwa kiongozi mashuhuri Sheikh Jaber Haidar Al-Farsi Unguja. Watu wanaokadiriwa kwa 6 walikwenda na gari aina ya Noah, walifika nyumbani kwake Fuoni majira jioni na kumtia pingu kisha wakaondoka naye. Ilipowadia saa 5 za usiku,
maiti yake iliokotwa imetupwa pembezoni mwa barabara ya Kizimbani. Hayo ndio maisha ya sasa ya Watanzania chini ya utawala uliopo sasa. Ujumbe, serikali itunge sheria kali za kukomesha uzembe katika majukumu. Kwa mfano, katika taarifa ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG 2023-2024 inaonyesha katika bohari kuu ya serikali MSD dawa zenye thamani ya shilingi bilioni 12 zimeharibika. Mahala kama sheria hizo zinatumika, ikiwa ni pamoja na wajibikaji, ni pamoja na kulipa madeni na adhabu kali kwa wale waliosababisha hasara kubwa kama hii. Sheria ya mapendekezo yetu, tunatoa wito kwa bunge liwatetee mashehe waliowekwa magerezani na serikali kwa muda mrefu kwa zaidi ya miaka 10, ili mashauri yao yasikilizwe na kutolewa uamuzi kabla ya Oktoba mwaka 2025. Mbili, mahakama ina uwezo wa kuachia huru watu waliowekwa magerezani bila ya hatia kwa muda mrefu. Iwafutie mashehe mashauri hayo. Tatu, tunatoa wito kwa Rais Samia Suluhu Hassan awafutie adhabu zikiwemo za kunyongwa mpaka kufa mashehe waliopewa kesi za ugaidi na kuhukumiwa hukumu hizo. Tunamwomba fanye hivyo kama alivyofanya kwa mwenyekiti wa zamani wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Freeman Mbowe, ambaye aliwekwa mahabusu kwa muda wa miezi 8 tu kwa tuhuma za ugaidi, lakini alifutiwa mashauri na kutoka nje. Tumeomba fanye hivyo pia kwa mashehe ambao sasa wao wana miaka 10 wakiwa wako gerezani, na wale ambao wamehukumiwa kunyongwa, na wale wamehukumiwa vifungo vikubwa vile vile. Usalama, mapendekezo yetu, tunatoa wito kwa bunge lijadili maombi ya kuundwa tume ya bunge ya kuchunguza utekaji na mauaji ya mamia ya raia yaliyotolewa na taasisi za kijamii, viongozi na yale yaliyowasilishwa rasmi na wabunge bungeni. 5, rais awawajibishe viongozi wa vyombo vya usalama kwa kushindwa kuzuia matukio ya kutekwa na kuuawa kwa raia. Tunawatakia Watanzania wote ili yenye kheri na baraka. Asante sana. Waidi, nini kifanyike? Uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Chaguzi nyingi Tanzania zinakamilika kwa amani na umwagaji mdogo na mkubwa wa damu. Hata hivyo, upo uwezekano wa kufanya uchaguzi wa amani peke yake. Tunapendekeza ifuatavyo: 1, sheria ya uchaguzi, tume huru ya uchaguzi, sheria ya vyama vya siasa na sheria ya jeshi la polisi ni sehemu muhimu sana katika kujenga mfumo wa demokrasia na utoaji wa haki hapa Tanzania. Sheria hizi zinalalamikiwa na jamii na taasisi mbalimbali. Serikali kupitia 4R ya rais ilishughulikia kwa kiwango ambacho hakijaridhiwa na makundi tuliyoyataja. Wito wetu, tunaomba Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kukutana na wadau wanaowakilisha wananchi kujadili malalamiko yaliyopo kabla ya uchaguzi wa Oktoba 2025. 2, pawekwe kanuni ya kikao mahsusi cha wadau kutathmini amani na mustakabali wa uchaguzi siku 30 kabla ya uchaguzi na kuheshimiwa maamuzi yake. 3, tume ya uchaguzi isimamie mchakato kwa haki. Watu wasinyimwe haki ya kuchagua na kuchaguliwa kwa makosa madogo madogo. 4, tume ilinde haki za mgombea ikiwemo ya mawakala wake kupewa haki ya kuwepo kwa wakati na kushiriki katika kila hatua inayohusu mgombea. 5, tume isimtangaze mgombea ambaye hakupata ridhaa ya wananchi. Isifanye urasimu kumtangaza aliyeshinda na hasa wa chama cha upinzani.
6, vyombo vya ulinzi na usalama vijifunze kwa matukio ya chaguzi zilizopita ili visilaumiwe kwa kusababisha mauaji katika uchaguzi unaokuja wa Oktoba 2025. Aidha, katika mapendekezo haya ya siasa tunatoa wito kwa Waislamu wote kushiriki uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani Oktoba 2025 na kuchagua viongozi wenye sifa ya uadilifu, ujuzi, wenye historia ya kutumikia na kupigania maslahi ya umma. Tunawakumbusha umuhimu wa kufanya mabadiliko makubwa katika uongozi wa ngazi mbalimbali kwa kuwa ndio kanuni ya uboreshaji wa maisha kuleta maendeleo ya taifa kwa ujumla. Mtume Muhammad SAW anasema Muislamu mwenye akili timamu haumwi na nyoka katika shimo moja mara mbili. Uchumi na hali ya maisha, mapendekezo yetu. Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri, jukumu la msingi la serikali ni ustawi wa watu, na hivyo tunapaswa kujitathmini kama serikali juu ya hapo tulipokuwa. Inakuwaje tangu tupate uhuru tumeshindwa kutokomeza umaskini ukilinganisha na nchi ambazo tulikuwa katika hali sawia katika miaka ya 60 kama vile Malaysia, Singapore, China, South Korea na kadhalika, lakini leo hii wao wapo juu kuliko sisi.